kila mmoja kwa imani yake. Haijalishi wale ndugu zetu tumewapoteza kwenye mazingira gani. Kila mmoja kwa imani yake tutasimama dakika moja, tutawaombea ndugu zetu. Sawa ndugu zangu? Hiyo ni wajibu wetu. Na sisi pia tuna imani. Tusimame dakika moja, tukae katika hali ya utulivu, tuwaombee ndugu zetu. Raha milele uangazie Bwana. Wapumzike kwa amani. Jeshi la polisi mkoani Geita limewataka maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda mkoani humo kuepuka kujihusisha na vitendo vya kiuhalifu ambavyo vimekuwa vikiripotiwa kupangwa katika mitandao ya kijamii na badala yake watumie muda huo kufanya shughuli zao za kila siku. Hayo yameelezwa na mkuu wa operesheni polisi mkoa wa Geita, Amoni Mimata, wakati alipokutana na maafisa usafirishaji hao kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Geita kwa lengo la kutoa elimu ya kujizuia na kuepukana na vitendo vya uvunjifu wa amani katika maeneo ya mkoa wa Geita. Aidha, Mimata amesema jeshi la polisi mkoa wa Geita litaendelea kuimarisha na kusimamia sheria za nchi zilizotungwa kikatiba, huku akionya wale wote wanaopanga njama za kuivuruga amani ya nchi kukutana na mkono wa sheria. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Millard Ayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Yaani haiwezekani kukawa hakuna amani, kuna uvunjifu mkubwa wa amani, kwa sababu kilichofanyika kupanga mawe barabarani ni uvunjifu wa amani, au sio uvunjifu wa amani? Kuchoma vituo vya mafuta ni uvunjifu wa amani, au sio uvunjifu wa amani? Lakini pia kuchoma mahoteli, Leni hoteli ilichomwa moto, si ndio sio uvunjifu wa amani? Uvunjifu wa amani, sawa Lakini kingine, maduka ya watu. Ukienda pale maeneo ya Biva, kuna maduka yalivunjwa na wamepola watu, si ndio Lakini majukumu yetu, moja kuhakikisha kwamba kuna amani. Lakini jukumu la 5 anasema kulinda mali. Kulinda mali. Kwa hiyo kuna kulinda, kuhakikisha kwamba kuna amani, lakini namba 5 kuhakikisha kwamba tunalinda mali za watu. Sasa nataka mtusaidie. Kuna taarifa inasemekana baadhi ya watu wamepanga tena kufanya tarehe 9. Nyie si mnasoma kwenye mitandao? Mnakubaliana nao? Kama mnakubaliana nao, sisi hatuna shida. Sisi si sheria inaturuhusu. Tuambizane tule ukweli. Kwamba kama nyinyi mko upande ule na mnakubaliana nao, mimi nimewasomea sheria. Kwani sijawasomea sheria? Na hii sheria, mwenyekiti, nitakupatia bwana Chonde. Na ukiipata hii sheria, itupie kwenye makundi yenu, na mwenyekiti wa bajaji wote nitawatumia hii sheria, sawa Hatutaacha kusimamia sheria kamwe, kwa sababu ndio kazi tulioajiriwa nayo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio kazi yetu kuisimamia, na tumeapa kuilinda hii sheria na kumlinda Mheshimiwa Rais na maelekezo yake. Mnanielewa? Sasa usikubali siku nyingine ukiambiwa, tukiona kuna vurugu, kwanza ukiona kuna dalili, toa taarifa. Nimetoa hiyo namba makusudi, namba yangu ya simu, si ndio Kamwe msikubaliane na watu wenye nia ovu au watu wenye nia kuvunja amani yetu tulionayo, wala msikubaliane nao. Ukiona kuna dalili zozote au kuna makundi yoyote yanajipanga kwa lengo la kuvunja amani, namba yangu ya simu hiyo hapo, nipigie, nitakuja mimi mwenyewe. Vitu hivi tusivifanyie mzaa hata kidogo. Hayo ni maisha yetu. Hayo ni nini? Hayo ni maisha yetu. Tukiyafanyia mzaa maisha yetu barabarani, wote tutakufa, wote. Au la, tutawataabisha ndugu zetu. Hakuna kazi ngumu kama ya kumpelekea chakula mgonjwa hospitali na kila wakati kwenda kufuatilia maendeleo yake. Ni kazi ngumu, si ndio Wenzangu, si mnaielewa? Inapoteza muda sana. Tena sasa ndugu yako wewe nafua lazwe, unakuwa na uhakika kwamba ndugu yangu ana uwezekano akapona. Wale wanaopoteza maisha
Kakako kapoteza maisha, kaacha watoto 4 5. Hao watoto wanalelewa na nani? Au ndio tunawatelekeza? Ndio wale tunaokutana nao biva mule, si ndio? Ndio. Ndio, wewe nenda sijui kama huwa mnakaga mnaongea na wale watoto. Mimi na huwa naongea nao. Msiishie tu kuwafukuza wale watoto. Muite mtoto mmoja, mnunulie soda, mnunulie mahindi tu la kuchoma mahindi moja, kaa naye chini, jenga naye urafiki. Msikilize, anatoka kwenye familia gani? Anakwambia baba alikuwa bodaboda, alipata ajali akafa. Mama hana uwezo, kakimbilia machimboni, nimebaki na bibi. Bibi hana uwezo kunilea. Kwa hiyo kitakachofuata tunakutana naye biva. Tunaanza kumlaumu, watoto bwana, wazazi wao bwana wameshindwa kuwalea. Je, umefuatilia kujua huyo mtoto alikotokea? Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwalinda wale watoto, si ndio lakini tuna wajibu vile vile wa kujilinda sisi tukiwa barabarani ili tusisababishe haya adha kwa watoto wetu. Tumeonekana kwamba madhara yaliyojitokeza yalitulenga sisi moja kwa moja kwenye mkoa wetu huu wa Geita. Sambamba na hilo, tuliowasilika kiuchumi, tuliweza kuwasilisha kwa matajiri zetu, tuliweza kuwasilisha hata kwenye mikopo zetu. Ndani ya siku 5 hatukuweza kurejesha hiyo mikopo pamoja na kulipa mikataba yetu ya matajiri zetu. Kwa maana hiyo, natumia nafasi hii kuweza kutafakari kwa kina. Tusiweze kuingizwa kwenye kashfa na tuhuma ambazo kimsingi sisi hatukubaliani nazo, kwa sababu tunasafiri katika mtumbwi. Nikisema mtumbwi, watu wa kanda ya ziwa mnajua. Nikisema katika mashua, watu wa pwani mnajua. Mtumbwi huo unaasili kama vile muogo, tumepanda wote. Lakini miongoni mwa watu tunaosafiri nao wanatamani kuanza kutafuna huo mtumbwi, maana unaasili ya muogo. Matokeo yake, kama tutaruhusu huyo mtu akatafuna huo mtumbwi, kinachoendelea ni sisi wote kwenda kuzama. Kwa hiyo niwaombe, nitumie nafasi hii kuwaomba viongozi wote wa wilaya zinazounda mkoa wa Geita, viongozi wote wa kata zote 125 zinazounda mkoa wa Geita, mweze kushuka na kutengeneza programu kuweza kukutana na hawa maafisa usafirishaji kwa lengo la kuwapa elimu, maana hatuna nchi nyingine, nchi yetu ni hii. Mimi kikao cha leo cha viongozi wa polisi katika sehemu ambazo nimeweza kuelewa jinsi walivyotoa elimu kuhamasisha kuwa hicho kinachosemekana tarehe 9 watu wetu wasiweze kuhusika kwa asilimia yoyote. Hivyo na mimi na kama kiongozi wa kata Kalangalala nimebeba elimu hiyo, nitaenda pia kuwa mwalimu kwa wengine walio hawajapata nafasi kuja katika kikao hiki. Alafu kitu kingine ambacho nimeelewa kuhusiana na kuzingatia sheria za barabarani. Sheria za barabarani ni kweli kwa watu wachache, sio kwa asilimia kubwa, wanakuwa ni watu ambao hawafuati sheria za barabarani. Sisi kama viongozi kwenye mikutano yetu tunakuwa tunatoa elimu mara kwa mara.